Welcome back to Zizo. Now, a family in Mombasa is in agony after their 35-year-old daughter, who traveled to Saudi Arabia for a cleaner job, died under mysterious circumstances 10 days after arrival. Lucy Wanja left for Saudi Arabia for a cleaner job only to return to Kenya in a casket 10 days later. This was her second attempt at landing a job in the Gulf country. In 2018, the deceased was conned out of 105,000 Kenya shillings by an agent who later vanished. She was among 50 girls who had gotten ripped off by the unnamed agent, who booked the tickets but never paid for them. The sister of the deceased, named Naomi Willie, in an interview with The Nation revealed, and I quote, "Their tickets were ready, but when they reached Moi International Airport, they were told that the tickets had been booked but not paid for. The agent vanished and we are still looking for him." Lucy did not give up hope, and she continued trying to get a job in Saudi Arabia. And after years of attempting, she finally got a job and left for Saudi Arabia on September 12, 2021, with the hope of making an income. Her mother, Susan Zilani, who is 67 years old, is demanding answers from the Kenyan and Saudi Arabian authorities about what really happened to her child. "They have brought a corpse instead of my dear child. My daughter was healthy and I don't understand what happened when she arrived there," said Miss Zilani. She recalled receiving a call from the agent who recruited Wanja, informing her that her health was deteriorating. She would later be informed that Wanja had died from a fall. The deceased sister, Miss Naomi Willie, still on the interview with the Nation Daily, further revealed that on September 22nd, "I was called and informed that my sister had fallen and fainted while bathing. She was rushed to intensive care unit in an ambulance, but half an hour later, I was told that she had died. I have many questions. First, we were told that she died after a fall. Later, they said it was cardiopulmonary arrest. Lastly, we were told it was COVID-19. We don't really know what transpired. The family is now planning to conduct an autopsy to determine the cause of death." This comes days after the National Assembly Committee on Labour and Social Welfare revealed that 89 Kenyan domestic workers had died in Saudi Arabia between 2019 and 2021. According to the committee chairman, who is Mwea's MP, Wachira Kabinga, the victims died in road accidents, while others died of heart attacks, among other illnesses. MP Kabinga also stated that 200 domestic workers were being held in deportation camps after running away from their employers' homes due to disagreements. 5 are hospitalized. One of them has been held in hospital for over 6 years, as he urged the government to deal with the mistreatment of its citizens working in the Middle East. He also averred that 90% of Kenyan domestic workers have been sexually harassed, and further stressed that, just like the Philippines, Kenya should work on clearly stipulated policies that indicate clear outlines of relations between Kenyan domestic workers and their employees in Saudi Arabia. Okay, currently in Saudi Arabia, there are 120,000 Kenyans. In the United Arab Emirates, 53,000 Kenyans. In Qatar, there are 35,000 Kenyans. In Bahrain, 7,000. Oman, 4,900. Kuwait, 1,500. And in Lebanon, there are 900 Kenyans. I've left you some extra clips of Kenyans in Saudi Arabia so that you may see for yourself what some Kenyans have gone through and what others may still be going through. Bye for now. Zizo. Hi Kenyans, mahali popote penye mko, please ukipata hii video share kabisa. Share, sisi ni wa Kenya, tulikuja kazi Saudi Arabia, place naitwa Jeddah Tabuk. And tulikosana na boss wetu kukuja kwa ofisi, tukaambiwa tuanze kesi, tukaanza kesi kwenda labor. Tumeenda labor, like mimi nimeenda 4 times. And nikaambiwa ni sign paper kuonyesha kwamba tumemaliza kesi na boss wangu, but tunazungushwa, hakuna kitu yenye tunasaidiwa, tunazungushwa kabisa.
tangu tulilipa ticket ni date 11 October. From October date 11 hadi leo hakuna mtu anashughulikanga na sisi. Tunaambongo tuko na kesi. Na kesi already tulisha sign makaratasi kuonyesha kwamba tumemaliza kesi. So hatujui nini kinaendelea. Kuna friends wetu tulikuwa nao. Sasa after wamecomplain, walirushwa nje, hatujui mali walipelekwa wawili, hatujui hadi wako wapi. Juu huku hivi ukicomplain, hatujui pale mtu anapelekwa, unapotea tu hivyo. So please, mkipata hii video tusaidieni. Tulikuja na hii office, mwenye anaijua inajiita Al-Khairat, na ile ya Jivanji inajiita Al-Khaith Manpower Agency Bimuya. Please tusaidieni, tunaumia. Huku hivi food ni shida. Haya, sisi ni madem, tunahitaji pads, hatuna hadi pads, tunaumia. Mwezi mmoja na kitu almost 2 months tunatesekea kwa hizo ofisi zao. Na sisi ni makosa tulifanya. Ni ile mtu uliamua kujisaidia ukatoka kwa boss wako ukakuja kwa ofisi. Sisi tulitoka tukaenda mahali pengine. Please tusaidieni, ukipata tu hii video please sambaza tu mahali popote penye utaweza sambaza, cause tunaumia, tunateseka. Tunahitaji kurudi home. Tunataka tu kurudi home. Tafadhali tusaidieni kabisa. Kama ni kesi tuko nao, watu waambie tuwafanye kesi, kwa sisi tunajua tumefanya kesi hadi tumesign paper hizo za labor, tumemaliza. Sasa tujui na nini, mbona wanatuweka huku? Tumeshalipa ticket, mbona wanatuweka huku? Jua alituambia tujilipie ticket na tukaamua tukajilipia, mbona bado wanatuweka huku? Tusaidieni please, cause hatujielewi. Ukicomplain ni shida, ukicomplain unapotea. Hatujui wao wanapotezwa wanapelekwa wapi, hatujui kama wawili wenye walichukuliwa juzi walipelekwa wapi. Pia sisi tunahofia maisha yetu, hatujui katarudi Kenya tukiwa salama. Please tusaidieni, tusambazeni hiyo video tafadhali, tusambazeni tu mahali popote pe mtaweza tafadhali, na God bless. Please tunaumia. Kia Mungu, mimi niko na machungu hapa. Yaani Mkenya mwenzetu ametuacha kwa sababu ya binadamu ama mwanadamu asiyejali maisha ya watu. Kutosaini tu barua Mkenya mwenzetu aende akatibiwe. President Uhuru Kenyatta, tunakuomba tuondolee hawa watu hapa. Tuondolee hawa watu wa embassy hapa. Utuletee watu wenye watajari, watu wenye wako na utu na ambao watashughulika na Wakenya. Jamani, tunaumia hapa. Tunaumia. Mpaka lini tutazidi kuumia hivi? Tuko nchi ya mbali, tuko nchi ambayo kila mtu akisikia nyumbani huwa anaogopa sana. Tunaomba President Uhuru Kenyatta tusaidie, utuondolee hawa watu hapa. Kukataa kusaini barua mtu apelekwe hospitali. Mtu ako na hiyo uwezo, uko na nguvu ya kufanya hiyo kitu, lakini utaki kufanya kwa sababu ya ujeuri, utaki kufanya kwa sababu watu wanasema hivi na hivi na hivi. Wewe hiyo ndio kazi yako. Hiyo ndio kazi yako iliyokuleta hapa Saudia. Na kama tungekuwa hapa, sidhani kungekuwa na embassy. Sidhani ingekuwa hapa. Mbona ufanyie Mkenya mwenzako hivi? Mbona una utu? Wewe uko na familia, mbona ufanyie mtu mwingine hivi? Kwa nini? Tuko na hasira sana. Tumekasirika, na mimi mwenyewe roho yangu imeumia. Tumelia mpaka tumefika mwisho. Tafadhalini Wakenya, mjitolee kwa wakati huu. Tupigane hii vita tukuwa pamoja mpaka tupate haki yetu. That's all. Kwa majina naitwa Naomi Njega. Nilivolunteer kwa hii mission ya kuwa tukipeleka dada yetu rehab hospitalini, and I've been the mission to work out mpaka tuone amepata usaidizi. Na personally venye niliona kuna karatasi inahitajika kutoka pale embassy, niliamua mwenyewe nitajipeleka pale embassy ili nione kama hiyo karatasi imepatikana. And when we went there to the embassy to reach out for the paper, took handled like we are Kenyans, or we can get any help from the embassy. Yule ambassador mwenye yuko pale hana utu kabisa, na nilishangaa kama ambassador mwenyewe anaweza kuwa akichapa wasichana ama mtu mmoja ameenda kutafuta usaidizi pale na matusi, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa welcome yake. Ilikuwa ni matusi, hata hataki kujua ni wewe ni nani ama umeenda pale kufanya nini. I witnessed akitutupia mateke, kutuchapa na kutuuliza sisi ni wa class gani.
na kututhreaten venye atatuitia polisi and the powers that he has. Okay, fine, he has the powers to help the Kenyans, but not the powers to threaten us or to beat the Kenyans. Dada Rehab Njeri alienda kutafuta msaada kwa ubalozi wetu wa Kenya hapa nchini Saudi Arabia, na ubalozi ukampeleka hospitalini tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka huu. Walipomtoa kwa hospitali, walimuomba Mkenya mmoja kwenda kuketi naye nyumbani kwake, na baada ya dada wetu kuzidiwa, ubalozi ulimwachia huyo dada huo mzigo. Na tumejaribu vile tunavyoweza, maana katika serikali ya Saudi Arabia wanihitaji barua na uongozi wa kutoka kwa ubalozi, ambapo hatukupata hata kidogo. Dada Rehab amekufa kwa sababu ya vitu viwili tu: tocha ya kutoka kwa embassy. Maana embassy, Rehab ameenda pale kutafuta msaada wa kurudishwa kwa hospitali, kwa mara nyingine wakimtupa nje. Na temperature ni kwa Saudi Arabia kwa saa hii, kusema ukweli, ni 45 degrees, na mtu anatupwa nje ya ubalozi na ni Mkenya, na akaachwa hapo. So Rehab ameyapoteza maisha yake kweli, lakini wacha hii iwe funzo kwa watu wengine. Tafadhali serikali, huyu dada angepoteza maisha yake, kwa sababu miezi mitatu COVID ikianza, huyu mama alikuwa tayari ashafanywa operation. COVID ikianza alikuwa tayari ashafanywa operation, hangeweza kurudi kwa hospitali, lakini daktari akasema ya kwamba dada huyu apelekwe kwa hospitali ya kiserikali, na hiyo hospitali ya kiserikali alikuwa apelekwe na wale waliompeleka kwa hospitali ya kwanza, ambao ni ambulance, na huku walifuata channel ambayo inafaa kufuatwa na ubalozi wetu wa hapa Saudi Arabia. Lakini baada ya hapo tutambulia patupu, ambapo ni jana watu baada ya kukimbia na yeye, Mungu akatupa neema ya kuingia kwa ile hospitali, na kumba aliingia baada ya kuwa ameisha kabisa, amefika kiwango chake cha mwisho, na akapoteza maisha yake asubuhi ya leo. Ni jambo la kuhuzunisha, na watu wameketi tu kwa ofisi, watu wameelekea kwa ofisi kwa muda mrefu. Kwa saa hii watu wameelekea kwa ofisi kwa kuomba tu ya kwamba ubalozi upige ambulance kama wao, ama wachukue ambulance ya embassy wampeleke dada huyu kwa hospitali, lakini hawakuweza.